Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu. Bado zimesalia michezo mitatu kuweza kutamatisha msimu 2024 2025, lakini mpaka sasa kuna uwezekano bingwa tukampata kwenye dabi ya Kariakoo. Kwanza kulikuwa ni msimu wa namna gani kwako? Msimu wa msimu. Ndio msimu ambao kuna malalamiko mengi sana na ametokea mambo mengi sana ya kipumbavu ambao yametagasa katika mpira. Kwa uwezo kwa msimu bora. Kwa sababu tutaangalia labda kwa kuwa labda bingwa tutampata katika mechi ya mwisho. Haimaanishi kwa ndio ubora wa msimu kwa namna hiyo. Ubora tunaangalia ile haki stahiki, yani kumpata bingwa katika njia ya halali zaidi. Na kuna mambo yanatakiwa tuyaone yamezingatiwa kikanuni na kisheria. Lakini zimetokea vurumai nyingi, mechi mbili zimeahirishwa za dabi, maana yake kutokana na ukosefu wa watu kutokufuata sheria na kanuni, kuwa na klabu kuwa juu kuliko kanuni ama sheria. Kwa maana yake siwezi kusifia nikasema msimu bora. Msimu bora ni msimu ambao unamalizika, unatamatika bila kutokea vurumai aina yote. Haki inatendeka, kwenye haki inafanyika haki, kwenye sheria inafanyika sheria, kwenye kanuni. Shamba nzuri lakini tumeona misukumo sababu mpaka kufika huko jua. Yaani nafikiri ligi itakiwa mpaka leo tunazungumzia mechi moja ama mechi mbili zimebaki. Si ndio maana yake, lakini tunakwenda mpaka tarehe 25 kwa maana yake kutokana na pumbavu iliyotokea hapa. Sio kama sema labda bahati mbaya, upumbavu uliotokea wa kutokusimamia misingi ya kikanuni na kisheria, ndio maana watu wamefika. Kwa hiyo siwezi kusema huu msimu ulikuwa msimu bora. Siwezi kusema. Nasema ni msimu wa ovyo ambao sikuwahi kuona toka nianza kufuatilia mpira. Kujiuzuru kwa Mzee Mguto na kusimamishwa kwa Almas Kasongo kulichelewa, walitakiwa wafanye kwenye Machi 8. Hiyo kwa bahati mbaya sisi wa Afrika sio Tanzania, sisi hatupo kwa ajili ya watu. Tupo kwa ajili ya maslahi yetu binafsi. Yaani kila mtu anakuwa yupo sehemu kwa ajili ya maslahi yake. Kwa siwezi kumlaumu mimi kiongozi yote. Hata mimi mwenyewe kiongozi leo hii nitadili jambo kwa sababu ya maslahi ya familia yangu, sio kwa sababu ya maslahi ya watu. Maslahi ya watu maana yake unapoona pahala pamekosewa na panahitaji uadhibiwe, basi wazungu mara nyingi wanajiadhibu kabla ya kuadhibiwa. Unashafahamu vizuri? Mimi jambo hili hapo kuna makosa yetu tumefanya sisi kama labda bodi ya ligi. Na ile jambo ili ya makosa yafutike, sisi tunahitaji kutoka. Watu wanafanyaje? Wanatakiwa watoke ili kupisha wengine waje. Lengo nini? Ni kukuza ama kuendeleza pia. Maana yake nini? Ukifanya vile hata nikuja pia atakuwa ana uoga. Shaba nzuri kwamba kwa nini hao walitoka? Hao walitoka kwa sababu waliona walishindwa kusimamia kanuni au kusimamia sheria. Ndio maana wafanyaje wakajivua gamba. Kwa mimi nilokaa hapa natakiwa ili nisijivue gamba, basi ninapaswa nifuatilie kanuni na sheria zinavyotaka. Shaba nzuri. Lakini kwa kuwa sisi tupo kwa ajili ya maslahi yetu binafsi, kwa ajili ya sisi matumbo yetu na familia zetu, kwa hata jambo likiwa lina athari, kwa kuwa haupo kwa ajili ya watu, hauwezi kuona athari yake. Kwa sababu wewe utapambania nafasi yako kwa ajili ya maslahi yako. Hautopambania kwa sababu ya maslahi ya watu. Shauri nzuri. Kwa hiyo utaona kwamba hili tu na mimi nitokee kwa hili nikale wapi. Shauri nzuri. Lakini ukiwa kwa ajili ya watu hautoweza kung'ang'ania pale ambapo unatakiwa fanyaje utoke. Kwa hata haya unayoona haya inakaa ni shinikizo, sio matakwa ya watu. Umefahamu vizuri? Yaani inakaa ni shinikizo, sio matakwa. Sasa ikiwa ni shinikizo mpaka mmetoka, maana yake nyinyi mlikuwa mna makosa ambayo mmefanyaje mmeyafanya. Kwa hiyo ilipaswa kabla hatukufika huko mapema sana itakiwa mrekebishe haya makosa kabla mambo hayajakuwa mazito kama hivyo ilipofikia. Shafa mzuri. Kwa hiyo nafikiri ni jambo sahihi, kwa sababu sehemu yote ambayo unakaa kwa ajili ya watu, unapoona umefanya jambo la kukosea, sheria yake inatakiwa ukae pembeni. Tumeona sio Bongo, tumeona hata huko FIFA, tumeona nani ule mzee ule Seif Blatter ameondolewa kwenye madaraka kwa sababu amekutwa na tuhuma ambazo sio nzuri. Si ndio? Tumeona rais wa kafu kabla kuja kukaa nani Msepe wa mwanzo kabisa wale na ile kuna tuhuma hizo akaondolewa. Ndio sheria inataka hivyo. Sasa yote ambayo watu wengi ukifanya makosa mmoja kwa ajili ya maslahi yako wewe binafsi, toka picha watu wengine wajiendeleze ile gurudumu. Ushaanza sababu lengo nataka lengo watu wanufaike
na uongozi wako wewe. Shamba mzuri, sio wachache wanafagia kwa uongozi wako wewe. Kwa hiyo ilipaswa, kwa sababu kwa hili liko uwezo kulikwepa hali. Yaani kwa hili lilivyokaa tu kabisa inaonekana ni uzembe wa hali ya juu ambao umefanyika kupitia bodi. Kwa sababu timu inaposema mimi sichezi, maana imetishia tu nyau. Sasa wewe unatishwa nyau, usiingie kwenye mfumo. Yaani ni sawa mwanamke anapokuambia baby na shida milioni 20. Sasa wewe unategemea jinsi utamwendo vipi. Ukikubali hiyo 20 utatafuta, ataenda kuiba, atafanya utampa. Lakini kama utakuwa na akili atakuelewa na hatotaka tena milioni 20. Shamba mzuri. Sasa ndo timu za mpira zilivyo. Zinavyosema jambo haimaanishi kwamba labda ile jambo na maanisha kweli. Wao wanajaribu. Sasa na unapoingia kwenye mfumo maana yake wamefaulu wao. Shamba mzuri, wamefaulu wao. Mshasiku sasa na unatakiwa uangalie kama kiongozi umewekwa kwa ajili ya kumsikiliza mmoja au kusikiliza wote. Lengo kusikiliza wote. Je, sheria au kanuni inaruhusu mtu anaposema achezi na mechi ikaahirishwa au asicheze kweli? Jibu kama hairuhusu, si ndio? Hairuhusu. Kwa hiyo unasimamia vipi kama kiongozi sasa ili mchezo uwepo? Mchezo mzuri ndicho kilichofanya Misri. Kama mechi hapa iahirishwe. Mechi hapa ipo. Acha Misri. Real Madrid pia nakumbuka waliandika barua siku moja kabla mchezo wa finali ya Copa del Rey kwamba sisi kama marefa asipobadilishwa hatuchezi, na kufanya mpaka press conference ya kufanya Real Madrid hivyo. Kwa sababu wanataka kugomea nini mchezo. Lakini kazi ya bodi ya ligi ya Spain yakikisha kwamba mchezo unafanyaje unakuwepo. Walipiga simu Pirezi, wakaongea naye vizuri, tena alipiga simu Tebas yule. Bwana sikiliza, usije na shaka kama waamuzi tushaongea nao, jambo litakuwa zuri, leteni timu uwanjani. Na Madrid akacheza finali. Simefahamu vizuri. Wakacheza finali ya Madrid. Kwa sasa ukiona taasisi ama mtu ambaye anapewa dhamana ya jambo, alafu yeye ndo anakuwa kwanza aliye jambo linapotokea shida, yeye ndio shida kuiendeleza, maana huyu ana tatizo. Kwa kama ana tatizo basi tuache. Wanasema kwamba anasema wenyewe kwamba leave alone and leave me alone and kaa pembeni, niache kaa pembeni, you know. Sasa wale walishindwa kusimamia na kuonesha nguvu yao. Kweli mmezuiliwa getini. Si ndio Sawa. Kanuni inasemaje mtu akizuiliwa getini? Fine. Itakiwa alalamike yule Simba. Mimi nimekuja mpaka getini nimezuiliwa kufanya mazoezi. Kwa malalamiko yangu ni haya. Lakini asingiliane na kutoka malalamiko mpaka kugomea mchezo. Lakini yeye kalalamika na mpaka kugomea nini? Mchezo. Alafu ni jambo ambalo sio la papo kwa papo, mpaka unaposema hatuchezi mpaka wauni wafanyaje waadhibiwe. Maana yake si jambo la papo kwa papo. Ni jambo itakiwa labda mchezo mwingine, sio mchezo huu. Ushafahamu mzuri Na bodi sasa ikachukua mamlaka ya kukubali yale matakwa ya klabu. Maana yake hapo pana shida sehemu, pana tabu maana yake. Ushafahamu mzuri. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuondoka mapema sana pale kabla ya shinikizo, kwa kuwa hakuona manufaa kutoka kwao, kwa sababu hawakuwa kwa ajili ya watu, wamekuwa kwa ajili ya wao. Ndio maana kaangania mpaka imekuja nguvu kutumika. Ndio wamefanyaje? Kwa maana bila hii nguvu kutumika mpira usingeshinda hali, na mpaka leo hijua mpira ukushinda bado. Kwa maana gani? Kwa sababu ili jambo ukiangalia limeamuliwa kikanuni ama kisheria au kinguvu? Kinguvu na matakwa. Sio matakwa, kinguvu. Yaani imetumika nguvu ambayo ilikuwa uwezi kupinga hiyo nguvu. Sio nzuri. Lakini je, itakiwa tuamue vipi? Kikanuni. Kwa kama tungeamua kikanuni na kisheria, maana yake toka siku ya tarehe 8 ile mechi ingechezwa ama kuna alama pale mtu angekatwa. Sio nzuri. Sio nzuri. Kwa kuwa wana wao itakutumia nguvu sasa. Ndio maana nguvu ndio kafanyaje? Tumika. Utakujua kwamba kwa nini tunasema itakutumia nguvu. Tazama mchezo kuahirishwa tarehe 15. Tazama na watu kuwajibika, kuondolewa. Manake wao walitumia nguvu kuahirisha ile mchezo na kupanga mchezo mpya bila kumsikiliza mtu mwingine ambaye mlalamikaji mwingine ambaye naye alikuwa na haki yake ya msingi. Ndio maana ulivyokwenda kusikilizwa hiyo sehemu, nakupa za ndani, chukua hiyo. Walivyokwenda kusikilizwa, huyu ambaye mlalamikaji huyu ambaye alisema hachezi mchezo wa tarehe 15 ndio ameonekana na pointi ya msingi kuliko wale wengine wote. Ndio maana matakwa yake yakasikilizwa na watu wafanyaje, waondolewa pale.
Si ndio nataka, si kwa lengo ni hilo. Watu kufanyaje? Si ndio maana yake. Sasa mengine itakiwa waeleze kwa nini mchezo tarehe 8 umeahirishwa. Sasa hayo walikuwa husiani. Hayo hawezi kueleza. Wameelezana wenyewe.